Mtazamaji wa Ned TV, niko na Jabiri Simba kuyachakata yale ya kimichezo, tukiangalia kumekuwa na hekaheka nyingi sana hapa katikati. Engineer Hersi Said naye kaenda kutoa dongo kwa wekundu wa Msimbazi mbele ya rais wa FIFA Infantino. Pengine unazungumziaje hali hii ya Engineer Hersi kuchukua klipu ya baadhi ya mashabiki wa Simba na kuzipeleka kule? Mimi binafsi kama Jabiri, shabiki wa Simba, naweza nikasema kwa kitu alichokifanya Engineer Hersi, yeye binafsi inawezekana katika mawazo yake yeye katika kule kutatua baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea ndani ya Msimbazi. Aidha kidogo inawezekana shabiki wa Simba wakimsikia na Engineer naye kaongea, wakahamisha zile taswira zao za kuonekana sasa wanaulaumu uongozi wao. Ina maana warudi sasa katika kulaumu jinsi alivyoongea nani Engineer Hersi. Ile inaitwa mind game kwa watu ambao tunauelewa kama sisi. Baba viongozi wanalindana wa nchi hii wote, wao wa mpira, wao wa kisiasa wanalindana. Kwa hiyo inawezekana Engineer Hersi katuhamisha washabiki wa Simba kuweza kuwalaumu viongozi wetu, tuanze sasa kumlaumu yeye kwa yale aliyoongea yao. Au pia inawezekana pia kwa mahesabu yake yeye kwamba jinsi gani anataka kutatua mgogoro ambao uko ndani ya klabu ya Simba. Maneno yanakuwa ni mengi kuliko vitendo. Kwa hiyo inawezekana na maana nzuri tu. Kwa hiyo kila mtu apokee kwa jinsi alivyomuelewa, kwa jinsi alivyoongea. Lakini mimi binafsi kama Jabiri, mimi naweza kusema kwamba kaongea kwenye nyanja ya kimpira, japokuwa kitanzania inaonekana ni mbaya sana, lakini mimi kwa ufuatiliaji wangu mdogo uliokuwa nao, mimi binafsi naona kama kaongelea ili mpira uendelee kufaje kuwa na makali mpira wa Tanzania, na vilabu viweze kutulia viangalie jinsi gani vinaweza kuendea katika mashindano ambayo yapo kwa sasa. Binafsi ndio wangu uliokuwa nao. Ni kweli anachukizwa na kile kinachoendelea ndani yenu nyinyi Simba, kile kinachotokea ndani ya uongozi wa Simba? Inawezekana anachukizwa kweli kwa asilimia nyingi, lakini kwa muonekano watu wanasema kwa sababu yeye ni Yanga. Sababu unajua ukae kujua hivi vilabu vimeficha siri za watu wengi sana. Kweli anaweza kuwatakia mema mahasimu wakubwa kabisa. Ndio maana nikazungumzia kwenye zana sasa. Inawezekana maoni kwake yeye alikuwa ni Simba toka zamani, si ndio? Maana yake sasa anaumia, anaamua tu ajitokeze kwa staili hiyo. Lakini pia inawezekana kwamba jinsi gani wa kuweza kuwacheka viongozi wa Simba na washabiki na wanachama wa Simba wasivyoelewa kuwafanya mambo yao kwa ndani kwa siri na kuyaachia nje mpaka yeye anayapata. Kwa hapo kuna fundisho aina mbili. Kuna fundisho aina kwamba inawezekana anaumia kwa sababu yeye inawezekana alikuwa anaipenda Simba toka miaka hiyo, au sio bwana? Lakini pia inawezekana ni kebei za kuweza kuwapa funzo washabiki wa Simba na wanachama na viongozi, ili mambo yao wasiyatoe nje ya nje ya ofisi za Simba, wasiyatoe nje ya kambi za Simba. Kwa hiyo pia inawezekana ikawa hivyo. Kwa hiyo jambo ambalo mimi binafsi naweza nikasema tumwache, na vile vile tumuombee kila laheri, aendelee kuwapata vitu kuviongelea hivyo, sababu inawezekana kule sisi wengine katufichua kwamba klabu yenu haina siri, haina mambo ya ndani ambao wanaweza kaa nao wanayatoa nje mpaka mimi Engineer anayapata. Inawezekana katuambia hivyo sisi washabiki wa Simba na wanachama. Sasa tukimwakia tutakosa vingi. Mimi binafsi nimpongeze tu kwa kuweza kugundua hilo. Kama na wapenzi na Simba ni uli yake, lakini kama ni challenge ameileta ndani ya Simba, viongozi wa Simba waifanyie kazi na washabiki wa Simba na wanachama tuifanyie kazi, tusibeze tu moja kwa moja na wala tusiichukue moja kwa moja, twende nayo nusu kwa nusu. Lakini mimi naweza nikasema binafsi ni mind game yake ambayo ameileta katika klabu ya Simba ili tuwe na chachu na sisi tuweze kutulia kuweza kusikiliza uongozi unasemaje, wanachama wanasemaje, na watu ambao tumewachagua wakausimamia mpira wanaongeaje. Unajua washabiki wa Simba wengi tumekuwa waongeaji sana, kwa sababu tunahisi kwamba klabu ya Simba ni sawa sawa na klabu ya Yanga ilivyo, lakini watu wanashindwa kuelewa. Sasa mimi Jabiri leo naomba niwaambie, klabu ya Simba uendeshaji wake tofauti na klabu ya Yanga. Simba inaendeshwa na bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba, Yanga inaendeshwa na kamati tendaji ya klabu ya Yanga. Kwa ni vitu viwili tofauti. Yanga inatumia sera ya imani ya mpira miguu kwamba mmoja amue, lakini Simba inatumia sayansi ya mpira, lazima bodi ya kurugenzi ifanyeje, ikae chini ya amue. Na ndio maana hata wale ambao wanamlaumu Murtaza Mangungu wanashindwa kuelewa kwamba anayeongoza Simba katika kuendelea kucheza mechi mashindano ni nani. Wanashindwa kuelewa kwamba ni bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba, sio Mangungu. Mangungu anasimamia mali za Simba, ndio maana akaitwa mwenyekiti wa klabu ya Simba wa 51%. Kwa hiyo anasimamia mali zetu sisi. Kwa maana hivyo wana Simba wanakosea kumlaumu sana. Baadhi ya wana Simba wanakosea wanaomlaumu. Timu inafungwa kwenye pichi unamlaumu Mangungu. Pale wana Simba wenzangu wengi wanakosea. Na kama watanifuatilia basi nadhani watapata chachu ya kuweza kufanyaje kujua hiki ambacho nakiongelea mimi, kwa sababu mimi najua ni mlaumu Mangungu. Hati ya Simba iwe inahangaika, uwanja kule Bunju huwe una shida, wachezaji hawalipi mishahara, wachezaji pia hawafiki kwa wakati katika uwanja wa mazoezi kwenye mashindano. Yaani hivyo
ni mimi ningemlaumu Mangungu, lakini kufua kwenye pichi na geuka Mangungu hafai? Hapana, kwa sababu ya zana tu ambazo naishi nazo za mazoea. Mimi binafsi kama Jabiri nimeondoka huko, mimi niko katika sayansi ya mpira. Timu ikifunga kwenye pichi na mlaumu mchezaji na benchi la ufundi, timu ikikosa haijalipa mshahara na mlaumu kiongozi na tajiri. Mimi binafsi ndio nilivyo, lakini pia hawa ambao wanalaumu uongozi timu ikifungwa, sio kama wana makosa, ni uelewa wao waliokuwa nao kuweza kufanya ambao wanafanya, kwa sababu mpira Tanzania bado haujakuwa kivile mpaka kila mshabiki awe mwelewa. Tuko wachache. Na mtangazaji, unakumbuka kipindi ambacho Simba tunaingia katika uwekezaji, Mo Dewji anatuma watu wajumbe watano kila mkoa wakatoa elimu ya uwekezaji. Wana Simba wengi walikuwa wanapuzia kwamba uwekezaji hautawezekana bwana Tanzania. Haiwezekani bwana. Umeona? Walifuata zile nyayo za Yanga kwamba haiwezekani. Tukawaambia hapana, hii elimu inatolewa kwa wanachama wa klabu ya Simba. Tuwe na uelewa na huku tunakoelekea. Sasa mimi binafsi nilikuwa nachukua kipindi kile cha wale wajumbe ambao wanapasa elimu na mpaka kufikia hatua mchakato kukamilika na mpaka leo tuna uwekezaji ndani ya klabu ya Simba. Kwa hiyo binafsi ninajua kwamba ili ni laumu uwekezaji ni sehemu gani na ili laumu uongozi ni sehemu gani na ili laumu timu ikifungwa ni sehemu gani. Mimi binafsi kama Jabiri ninajua hizo kofia zake. Kwa hiyo mimi binafsi sasa hivi ninalaumu benchi la ufundi na wachezaji kuto kuonyesha kila ya kuipambania nembo ya klabu ya Simba, kuto kuonyesha makali yao ya kutuliza akili zao wanapokuwa kwenye pichi wakitafuta kuipambania nembo ya klabu ya Simba. Hilo binafsi ndio naliona kama Jabiri, na hayo ni maoni yangu tu, wala sio kwa ajili ya kukela mtu au kwa ajili ya kwenda kumlazimisha mtu anielewe. Lakini kwa yule ambaye anasoma juu hana bando la kutosha atakuwa anielewe, lakini kama ukiweka bando la kutosha basi utanielewa kwa hizo kauli ambazo nimezungumza binafsi kwenye klabu yetu ya klabu ya Simba mpaka sasa.